Kwamba kuna mabadiliko chungu nzima, chungu tele katika serikali na nyadhifa mbalimbali kwenye serikali ya Kenya Kwanza ya Rais William Ruto, na ya kwanza kabisa ni Daktari Ouma Oluga ambaye alikuwa awali akihudumu kama katibu mkuu kwenye muungano wa madaktari. Kwa sasa hivi ndiye katibu mkuu wa huduma za afya katika Wizara ya Afya mnavyomuona pale. Alafu wa pili kufanywa mabadiliko ni Harry Kimtai ambaye ni katibu mkuu katika idara ya madini. Hii ni Wizara ya Uchimbaji Madini na Uchumi Samawati, ametolewa katika afya. Elijah Mwangi sasa ni katibu mkuu katika idara ya michezo, hiyo ni Wizara ya Vijana na Michezo, ametolewa katika madini. Daktari Belio Kipsang ndiye anayefuata, amepelekwa katika idara ya uhamiaji ikiwa ni Wizara ya Usalama wa Ndani na Mipangilio ya Taifa, ametolewa katika elimu. Alafu huyu ni Profesa Bitok, huyu ambaye ni katibu mkuu idara ya maji ya msingi katika elimu ya msingi katika Wizara ya Elimu. Alafu anayefuata ni Edward Kisiangani ambaye ni profesa, ni mshauri mkuu katika kamati ya kiuchumi ya Rais, ametolewa katika idara ya mawasiliano na utangazaji. Mhandisi Peter Tum ndio huyo hapo. Alafu anayefuata ni Caroline Karugu ambaye ni katibu mkuu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Alafu mwingine baada ya huyo anayefuata ni Judith Pareno navyomuona pale. Huyu Pareno ni katibu mkuu katika idara ya haki za kibinadamu na masuala ya kikatiba, afisi ya mwanasheria mkuu. Na funga kazi katika yale machache ambayo tumeyadondoa kwenye mabadiliko hayo ni Susan Nakhumicha ambaye alikuwa waziri wa afya, sasa hivi ni mwakilishi wa Kenya katika masuala ya makazi ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka mtazamaji, pia katika orodha hiyo kulikuwa na majina 14 ambayo yalikuwa ni ya makatibu wapya ambao wameteuliwa. Kumbuka kwamba walifika katika tume ya kuajiri wafanyikazi nchini, wakapigwa msasa, sasa watafika bungeni. Alafu majina yakishapitishwa na bunge katika zile kamati mbalimbali ambazo zinawahusu, basi watakuwa majina nafikishwa kwa rais, alafu mambo yawe bam bam ama yawe ndivyo sivyo.